بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 30 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-Mulakhas al-Fiqhi للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. tukagusia na kuanza زكاة الثمار زكاة الحبوب والثمار, na kipengele ambacho tulimalizia katika kikao kilichopita watajibu zakatu fi thimari katamri wazabibi wa nahwihima min kulli ma yukalu wa yudakharu, kisha akasema wala tajibu zakatu illa fima yablughu an-nisab, kuwa zaka sio wajib isipokuwa katika kile ambacho tayari imefika nisab. Na masala ya nisab ni katika kila sehemu, katika kila kinachotolewa zaka kuna nisab. Sasa hapa ndio Sheikh Al-Fawzan ataanza kupambanua. Qala hafidhahu Allah ta'ala wa yushtaratu fi zakati al-hubub wath-thimar أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. na hapa katika sehemu hii ni sehemu ambayo wafanya tahdid waqt wujub az-zakah, ni wakati gani ambao zaka ya nafaka na matunda huwa tayari imefikia wakati wake, na kuna umuhimu sana wa kujua ni wakati gani huwa ni wajib kutoa zaka ya nafaka na matunda. Kwa nini? alladhi imtalaka an-nisab waqta wujubi az-zakah alayhi az-zakah, yule ambaye amiliki nisab. Nisab ni kile kiwango kilichowekwa kisheria kuwa kuanzia hapo kwenda zaidi ya hapo ni wajibu kutolewa zaka. Sasa ikiwa ile nisab aimiliki mtu wakati unapoingia wa wajibu wa kutoa zaka, itakuwa ni yeye ndiyo wajibu wake kutoa zaka ile. waman imtalaka an-nisab baada waqti al-wujub falaysa alayhi az-zakah, na yote ambaye atamiliki ile nisab lakini baada ya wakati wa wajibu wa kutoa zaka ya nafaka na matunda, huyu si wajibu kwake yeye kutolea zaka. na maanisha nini kwa maneno haya? Kwa mfano, ikiwa mkulima amelima nafaka zake mpaka ikafika wakati wa kutoa zaka, ulipofika ule wakati wa kutoa zaka akachuma ile mimea yake au akafanya mahitaji kuvuna, akavuna. Alipovuna akamuuzia mtu kila alichokivuna kabla ya kutoa nini? Zaka. Bila shaka yule aliyenunua, ikiwa tutahesabu nisab, tayari imefika mala, tayari imefika nisab. Kwa mfano, amenunua tani nzima ya mchele. Tani ya mchele ina zaka ama ina zaka? Bila shaka ina nini? Ina zaka, sio? Jana tulitaji. Tayib, je, ile tani ya mchele aliyonunua yule aliyenunua kutoka kwa mkulima, ni yeye ndiye ataitolea zaka ama yule mkulima ndiye atakayetoa zaka? Sasa hapa ndio umuhimu wa kujua wakati wa kuwajibika zaka ya nafaka. Kwa mfano,
twajua kuwa ule wakati uliingia wakati bado ule mchele uko kwa nani? Uko kwa mkulima. Kwa hivyo ilikuwa ni wajibu juu yake kutoa zaka, wala si kwa yule aliyenunua kutoka kwake, hata kama kile alichokinunua chafika nisab. Nafikiri naeleweka ninachokizungumza. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kujua ule wakati ambao yawajibika mtu kutoa nini? Kutoa zaka, ili imwajibikie yule ambaye ule wakati wa zaka ulipoingia ilikuwa ni milki yake. Sawa mpaka hapo? Tayeb. Na kwa hivyo twahitaji sisi kujua ule wakati wa ujubu zaka, ili yule ambaye ile milki imekuwa iko kwake yeye wakati wa kuwajibika zaka awe atatoa zaka. Tayeb. Mtu pengine aweza kusema lakini sheria imekataza kuuza matunda au kuuza nafaka kabla ya kuweza kutumika. Ni kweli, lakini yawezekana kwa sura fulani milki ya zile nafaka kwenda kwa mwingine kabla ya kufikia wakati wa zaka. Kwa mfano, tuchukulie mfano mtu ameuza ardhi yake, shamba, na ile shamba ndani yake kuna mimea, kuna nafaka fulani, tuseme ni mahindi. Akamwambia mimi nakuuzia ardhi na vilivyomo ndani yake, nimepata dharura, hii ardhi naiuza. Kwa yule aliyenunua ile ardhi, je, niende alipanda ile mahindi? La. Na wakati akinunua ishafika wakati wa kutoa zaka? La. Kwa hivyo anapoinunua ile ardhi, ikifika wakati wa kutoa zaka, itakuwa ni wajibu kwa yule aliyemuuzia ardhi, ama huyu sahihi alinunua ardhi? Yule alinunua ardhi. Kwa hivyo yawezekana, lakini sasa hapa tutaangalia, je, ule wakati wa kuwajibika zaka ya nafaka ile uliingia wakati gani, wa yule mmilikaji wa pili ama yule wa mwanzo? Wanifahamu ninachozungumza? Tayeb. Qala wa yushtaratu fi zakati alhububi wathimari an yakuna an-nisabu mamlukan lahu waqta wujubi az-zaka, iwe ile nisabu mtu aimiliki wakati anapowajibika kutoa zaka. Na ni wakati gani ambao ni wajibu kutoa zaka ya nafaka na matunda? Nikisema matunda naeleweka nazungumzia nini nafikiri, sababu jana tulieleza alhamdulillah. Kwa nikisema matunda akili yako isiende kwenye matufaha na machungwa na avocado haya, parachichi na nini, la la la. Kwa hivyo nikisema matunda akili yako isiende kwenye tomato, iende kule kule kwenye yale matunda tulotoa sifa zake jana. Sawa? Tayeb. Kwa hivyo wa huwa buduu salahi fi thamari. بدو الصلاح أي أن يظهر منه النضج، idhihiri katika yale matunda kule kuiva. Na kuiva hujulikana vipi? Ataeleza Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala huku mbele, lakini hakuna shida tukisema kuwa kama kugeuka wekundu katika yale matunda, tende kageuka rangi nyekundu, ama ile rangi ambayo inaonyesha kuwa ishaanza kufanya nini? Kuiva. Hii ni katika matunda. Washtidadul habbi fi zar'i. Nini maana ishtidadul habbi? Ishtidadu ay yabda wa huwa fi sanabil, ikiwa katika ile sumbuli yake, yabda bimadha atayabbus, ianze kukauka. Kama kwa mfano nyote hapa mwaelewa mahindi. Ikiwa mtu ajui mahindi hapa Kenya, basi ana matatizo, afaa apelekwe shamba afanye tua, apelekwe tua kwenye mashamba akaangalie mahindi. Mwajua kama mahindi kabla ya chochote mwanzo huwa rangi ya nini? Ya kijani, sio? Yakiwa yameshikana. Na yale mahindi yale ukifungua ukikamua yatoka mfano nini? Maziwa, sio? Kama rangi ya maziwa nyeupe. Ile bado haijafika wakati wake wa kuvuna. Hata watu wakivuna wavuna kwa ajili ya kula, mahindi ya kuchemsha na nini, lakini bado haijafika wakati wake wa kuvuna. Wakati gani huvunwa mahindi? Mahindi huvunwa wakati inafanya nini? Naam, inapokauka yale magamba yake, sio? Ikiwa juu ya mti, ama hamjui hivyo? Sasa kule kukauka kule ndio nini? Ishtidadul habbi. Wakati zile nafaka zinapokauka juu ya mti wake,
Kwa hivyo ule wakati zinapokauka zile nafaka juu ya mti wake, ndio umefikia wakati wa uwajibu wa kutoa nini? Wa kutoa zaka yake, ikiwa imefika nisab. Sio, mnifahamu? Ndio maana ishtidad alhabbi. Na mmeelewa pia buduu salaha, pale inapoanza kuonyesha kuwa haya matunda yako tayari kufanya nini? Kutumika. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. sharti ya kuwajibika zaka katika nafaka na matunda ni sharti ngapi? 2. الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه. kufika nisab kama tulivyotangulia kutaja. Nisab ni ipi? Naam, 5, sio? Tunataja ni 5 awsuq, sio? 5 awsuq. Kwa hivyo 5 awsuq, tukasema wisq moja ni ngapi? Ni saa ngapi? Saa 60, sio? 60. Kwa hivyo pishi 60 kisha mara 5 zitakuwa pishi ngapi? 300. Na pishi moja yapimwa vipi? Kwa mikono miwili. Kwa mikono miwili, ukiteka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, hiyo ndio pishi moja kwa mikono miwili ya mtu ambaye ni wakati na kati. Kwa hivyo ni bora zaidi, ili mtu atoke kwenye ni kilo ngapi, ni kilo nini, chukua mikono yako bwana upime. Sawa? Ukishapima ya kwanza ukaona kiasi chake ni gani, kwa mfano katika mkebe, ili itakaofuata yote uweke namna hiyo, kisha upime nayo, utaondoka kwenye kero la kutaka kujua kuwa ni kilo ngapi. Waanza kukereka sasa. Je, ni kilo 600, 300, ni kilo 400, ni kilo 500? Hiyo yote itaondoka ikiwa utarudi kwenye nini? Kwenye pishi. Urudi kwenye pishi, tumia mkono wako, pima, utajua. Tufahamiana hapa? Tayeb. Kwa hivyo ikiwa itafika nisab, na nisab tushasema ni pishi ngapi? 300. Pishi 300. Na kila pishi moja ni kiasi cha kuchukua kwa mikono miwili mara 4. Kwa hivyo ule mchele ukichukua mara ya kwanza, mara ya pili, mara 3, mara 4, kiasi ile, kisha mara 300, sawa, ndiyo ikifika kiwango hicho yahesabika imefika nini? Nisab. Athani an yakuna mamlukan lahu waqta wujub az-zakah, iwe amiliki zile nafaka au yale matunda, kama ni tende kwa mfano, wakati inapowajibika juu yake kutoa nini? Zaka. Na hapa tumetaja umuhimu wa hili jambo, tukasema kuwa hapa itakuwa ni uwajibu kwa yule anayemiliki wakati inapowajibika kutoa zaka ya nafaka. Kwa mfano, yeye ndiye atatoa zaka. Tukaleta mfano, kwa mfano mtu amekuja kwenye shamba akanunua zile nafaka ambazo zimevunwa mwaka ule, amenunua tani moja nzima. Tani nzima haijapita pishi 300, ishapita, si ndio? Taib, tani nzima imepita. Sasa tutamwambia nani atoe zaka? Yule aliyenunua ama yule aliyeuza? Tutasema kuwa yule ambaye alikuwa amiliki wakati ilipowajibika zile nafaka kutolewa zaka, yule ndiye atakayelipa. Kwa hivyo mkulima ndiye atafanya nini? Atalipa. Ama yule aliyonunua hana zaka katika ile nafaka aliyonunua. Tumeelewana mpaka hapo? Taib, twendeni mbele. Falau malaka nisaba ba'da dhalika, kwa mfano akamiliki nisabu baada ya hapo. Baada ya hapo nini? Baada ya ule wakati wa kuwajibika kutoa zaka. Lam tajib alayhi fihi zakatun, haitowajibika kwake yeye katika hali kama hii kutoa zaka. Kama mfano wa huyu mnunuzi amekuja akanunua tani nzima ya mahindi kwa mkulima, pamoja na kuwa tani ishafika nisabu, lakini hapa zaka itakuwa juu ya nani? Itakuwa ni juu ya mkulima, kwa sababu wakati ilipofikia uwajibu wa kutolea zaka yale mahindi ilikuwa katika mikono ya nani? Mikono ya mkulima. Sawa? Tayeb. Kama law ishtarahu, ndio mfano tuliotoa, akinunua pia halipi yeye zaka. Au akhadhahu ujratan lihasadihi. Tayeb, kwa mfano mtu ana eka 50 za mahindi, akawa aona tabu kuvuna yale mahindi,
akamwambia mtu fanye hivi, mimi na eka 50 hizi zote zimejaa mahindi. Eka 50 nyingi, zaweza kutoka tani kadhaa pale za mahindi, sio? Akamwambia mtu tani moja yako, zilobakia nipe mwenyewe, lakini kazi yako fanya nini? Uvune haya mahindi yote kwenye hizi eka 50, kisha nitakupa tani moja. Mfano, طيب, ile tani moja imefika nisab ama haijafika nisab? Ishafika nisab, lakini yeye amepata ile tani moja kwa kumfanyia kazi yule mkulima. Kwa uwajibu wa zaka si juu yake yeye, ni juu ya yule mkulima ambaye uwajibu wa zaka wakati wake ulifikia ikiwa ni milki yake. Tumeelewana? Huu ni mfano utoa Sheikh Al-Fawzan. Au akhadhahu ujratan lihasadihi au hassalahu billiqati, na sawa sawa ni au hassalahu allaqat, yule anayeokota. Kivipi? Wakati mwingine mkulima aweza kulima yeye na mashini, kwa mfano ikaanguka mahindi huku na kule, akayawachilia mbali yale mahindi. Wakaja maskini akamwambia anayetaka aokote kile kinachobakia pale chini, aokote. Jamaa akiokota hivi ampata pishi 500 kwa kuokota. Pengine labda ana shamba kubwa, ampata pishi 500 za kuokota tu. Ama hujaona mtu katika malori akichukua gunia zima la mahindi, gunia zima la mahindi atoka nalo? Si watu ufanye hivyo, sio? Akatoka gunia zima kwa kuokota kidogo kidogo akapata. Sasa kwa mfano huyu al-laqat ameokota akapata pishi 500. Pishi 500 si zimefika nisaba ama hazijafika? Imefika, lakini ataambiwa sio wajibu kwake yeye kutoa zaka. Kwa nini? Kwa sababu ilipowajibika ile zaka wakati ule ilikuwa sio milki yake, ni milki ya yule mkulima. Kwa hivyo wajibu hapa wa kutoa zaka bado utabakia kwa nani? Kwa yule wa mwanzo ambaye ni mkulima. Twenda vizuri, sio? Tayeb, twende mbele. Qala alhamdulillah. قال والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. hapa kaja kwenye masala mengine katika masala ya kiwango kinachotolewa, kile kiwango cha wajib kinachotolewa katika zaka ya nafaka na matunda, yakhtalifiana kulingana na njia ya kunywesha maji miti yale. Bimaana kila ile tabu ikiwa zaidi na kiwango cha zaka, sheria pia fanya nini? Yapunguza. Na kila ikiwa sahali, kiwango cha zaka cha zaidi. tuelewana hapa. Qala fa idha suqiya bila mu'natin ay bila kulfa, kwa mfano mimea ikawa yapata maji bila ya tabu, bila mu'natin min as-suyuli, kwa mfano as-suyul, sail ni yale maji yanayokusanyika katika majabali kisha yakawa yashuka. Sasa kwa mfano yeye akawa yuko shamba yake iko karibu na majabali chini, kila siku yale maji yateremka polepole kwenye shamba yake, yeye kazi yake tu yuangalia miti yake iko vipi, lakini maji yateremka tu polepole. Alhamdulillah, hiyo ni sahali, hana uzito hapo. Qala was-suyuhi wa huwa al-ma'u al-jari ala wajhi al-ard, yale maji yanopita katika uso wa ardhi. Kivipi? Kwa mfano kuna mto, mfano maulama wanaopiga, kuna mto unaopita, ule mto uko sehemu ya juu na ardhi yako iko chini yake. Kwa hivyo ukipasua tu njia tu mtaro hivi ukapasua, yale maji yashuka taratibu kwenye shamba lako, ukishachoka nayo wafunga, yarudi vile vile, endelea kama kawaida. Katika hali kama hii kweli una kazi, sahali sana wapata maji. Qala wama shuriba bi'uruqihi, na hii yaingia katika ile miti ambayo ina mizizi mirefu, haihitaji kuimwagia maji. Kwa mfano mtende ukishakuwa, kweli wahitaji kumwagiwa maji? Ule mtende wenyewe uenda kufanya nini? Uenda na mizizi yake kutafuta maji chini ya ardhi. Tofahamiana? Bimaana ule mtende hata ukiuacha bila kuutia maji, wenyewe watafuta nini? Maji. Sasa kuna baadhi ya mimea ambayo yenyewe yajitafutia maji chini ya ardhi, we huna kazi.
akasema kalba'li. Alba'l huwa alladhi yashrabu bi'uruqihi, kila mti ambao wanywa maji kwa kutumia mizizi yake yenyewe. Huingia ile mizizi chini kwenye ardhi ikafika mbali ikanyonya maji kule chini. Yajibu fihi al-ushr. Ushr ni ngapi? Ndio ngapi percentage? 10%, asilimia 10. Kwa hivyo katika kile kitakachovunwa pale utatoa asilimia 10, 10%, kwa sababu njia ya kupata maji kwako hauna kazi. Lima fi sahih min hadith ibn Umar fima saqati as-samaa wal uyun. Fima saqati as-samaa, hapa yakusudiwa nini? Mvua. Wal uyun, na chemchemu zinazotoka zenyewe kwenye ardhi. Au kana athariyan. Athariyan ndio hii alieleza, wa mashuriba bi'uruqihi kalba'li, yani yenyewe ile miti yafanya nini? Yatafuta yale maji. Liannahu ya'thuru 'ala al-ma' binafsihi, ndio maana ikaitwa athariyan, sababu yatafuta maji yenyewe. Al-ushru, hapo utatoa ushuri, yani asilimia 10, 10%. ولمسلم عن جابر فيما سقت الأنهار والغيم al-ushru. Na anhar hapa yakusudiwa kama vile tulivyotaja, mtu apita kwa juu, wewe wafungua tu njia. Lakini leo waweza kupata mito iko chini, kisha mtu mpaka atie mashini sasa avute. Sasa ile mtabu, ile hukumu yake tofauti. Sisi tunazungumzia ile mito ambayo yapita, wewe kazi yako ni kuweka tu njia, yale maji yakawa yaingia shambani. Walghaimu yakusudiwa al-mataru, mvua ikawa yanyesha. Ikiwa wategemea mvua wewe, ikinyesha katika shamba lako ndio upata mmea, al-ushr, hapo utatoa asilimia ngapi? 10, 10%. Imeeleweka hapa mpaka hapa? Wayajibu fima suqiya bimu'natin min al-abari wa ghayriha nisfu al-ushr. Na uwajibu katika zaka ya ile mimea ambayo yanyweshwa maji kwa tabu, kwa uzito, pengine kutoka katika visima. Jamaa uteka maji kisimani, akaleta akamwaga, akaleta akamwaga, kawatumia nguvu na kazi kubwa yapita pale. Wa ghairiha kasaqi, kama mtu afanye irrigation katika maji ile, kunywesha ile miti yake. Nisfu al-ushr, hapo utatoa percentage ni ngapi? 5%, 5%, asilimia 5, yani nusu ya ile ya mwanzo. Liqawli sallallahu alayhi wasallam fi hadith ibn Umar, wama suqiya bin nadhi nisfu al-ushr wa huwa as-saqi bil awani. Nadh ni kule mtu kutumia yani vifaa katika kutoa yale maji kisha na kunywesha yale miti yake. Kama huyu itakuwa fanya nini? Atakuwa iwalipa asilimia 5 katika zaka yake. رواه البخاري. قال والنضح السقي بالسواني. السواني walikuwa wakitumia ngamia. Ile ngamia hufungwa kamba, kisha ile kamba ikawekwa kile chombo cha kutekea maji, sawa? Yule ngamia iwaregeshwa nyuma mpaka ile kamba ifike kwenye maji, kisha ile maji yatekwa. Yule ngamia iwasukumwa mbele, yatembea, akitembea ile maji yafanya nini? Yapanda. Yakipanda pale juu kuna kama sehemu imewekwa karibu na kisima, ile yamwagwa yale maji pale, kisha yale maji yaanza kutembea, yaanza kumwaga katika lile shamba kwa mfumo huu. Kwa hivyo hapa kuna kazi imepita. Huyu atalipa asilimia ngapi? 5, wala sio 10. ولمسلم عن جابر فيما سقي بالثانية نصف العشر كما tulivyoeleza. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد. tumeelewa maana hina tashtaddu katika nafaka. Wakati wa wajibu wa kutoa zaka ni wakati ule zile nafaka zinapokauka juu ya mmea wake, pale ndio imefika wakati wake wa wajibu wa kutoa zaka. Kwa hivyo ikiwa bado hazijaiva ama bado ziko rangi ya kijani, bado haijawajibika kutolewa nini? Kutolewa zaka mpaka zitakapokauka pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu waweza kumpelekea maskini ikaozea kwake, lakini ikishakauka sasa kuoza ni muhali, ni jambo liko mbali kabisa. Na ndio ukaona
katika inab haitolewi zaka, itolewa zaka kwenye nini? Azabib, kwa sababu waweza kumpa zile zabibu wakati bado zina maji maskini, zikaenda zikaharibikia kwake. Lakini sasa yule mkulima mwenyewe akausha, akishamaliza kukausha kisha ndio yazitolea nini? Azitolea zaka. وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر, katika matunda wajibu wa zaka waanza pale inapodhihiri kuwa sasa zaweza kutumika, kuwa rangi nyekundu au kuwa rangi ya kinjano, rangi ya manjano. فلو باعها بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري, baada ya kuwa ishakuwa ni wajib sasa kutolea zaka. Kwa mfano akauza, sasa zaka hapa ni wajib kwa yule muuzaji mwenye shamba yule mkulima, wala sio kwa mnunuzi, wala sio kwa mnunuzi. قال ويلزم إخراج الحب مصفى. ما معنى مصفى؟ قال أي منقا من التبن والقشر, na yalazimu kutoa katika nafaka ile ambayo ishasafishwa. Bimaana huwezi kutoa katika nafaka ambayo ina magamba yake ukawa watumia ujanja, sababu yale magamba yale yachukua nafasi, unafahamu, ikawa yatumia yale magamba yale, tunaona ishajai, hayachukua, kumbe nusu bin nusu, nusu magamba nusu ndio ule mtele mfano. Kwa hiyo ishasafishwa kutoka atibn, ni ile kitu kinachotoka waita husk, sio iliyoko juu yake ile mchele ama nini. Walqishr, ile inaokuwa juu ya kile kinachomea kile juu yake, kigozi kinachokuwa juu yake, kile kifuniko chake. Kwa hivyo paka safishwe mwanzo kisha ndio zitolewe zaka. ويعتبر إخراج الثمر يابسا, na yazingatiwa katika matunda kutolewa yakiwa mini? Yameyabisika, yamekauka. Bimaana zabibu ukizitoa mwanzo zifanya nini? Wazikausha kisha ndio watolea zaka. Au ziko baadhi ya nafaka ambazo ni bora zaidi kubakishwa katika hali ya kuwa na qishr, ya kuwa na ile ngozi yake vile vile. Bimaana itadumu zaidi kibakia na nini? Na ngozi yake, kuliko lau kama itashambuliwa. Katika hali kama hii, baadhi ya wanaovioni wamejuzisha kutoa zaka ikiwa katika hali kama hii, lakini kwa sharti iwe itapimwa, ijulikane kuwa ikiwa haina vile vininio vyake, vigozi vyake ni kiasi gani, na ikiwa na vigozi vyake ni kiasi gani, ili apewe yule maskini ile tofauti. Tufahamiana ninachozungumza. Kwa mfano, akiweka na vigozi vyake vile, yaja, napiga mfano, kiwazni yaja kilo 1, na akiweka bila vigozi vyake, kipima kwenye wazni yaja nini? Yaja kilo kasrobo. Ashajua kuwa vile vigozi vilivyo juu vile takriban ni robo. Kwa hivyo atapima katika hali ya kumpa kilo 1 na robo, ile ifidie ile robo ambayo itapungua. Mfano hiyo mfahamu? Naam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا. ndio alivyoamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم, ile inab yakaushwa yageuka zabibu, ikiwa zabibu ndio yatolewa zaka. Kama tu'khadhu zakatu an-nakhli tamran, kama vile tende hutolewa zikiwa zishakuwa tende, sio balagh, sio ikiwa bisr, yatolewa ikiwa tayari shanyauka, kule kukauka. Zile tende mnazoziona nyinyi zile nyeusi zile ndio zilizokauka, lakini kabla ya hapo nafikiri mshaona tende zikiwa mbichi, huwa rangi ya nini hiyo? Rangi nyekundu, wakati mwingine wa rangi ya njano, sio zile bisr. Sasa zile hazitolewi zaka zikiwa vile, zaachwa mpaka zive, kisha zikishakauka ndio zatolewa nini? Zaka katika zile zilizokauka. Wala yusamma zabiban wa tamran illa al-yabis, katika lugha ya Kiarabu haitwi tamr wala haitwi zabib isipokuwa ile iliyokauka ndio inaitwa hivyo, lakini Kiswahili yaitwa nini? Tende. Iliyokauka
tende, ambao bado tende, na zabibu zabibu hii zabibu, na ile pia zabibu, zaitwa zabibu zote. Lakini lugha ya Kiarabu ukisema azabib haieleweki ile mnaoinunua barabarani pale, ile inaitwa inab, ikikaushwa ndio inaitwa nini? Zabib. Kiingereza waita nini? Raisins, kitu kama hivyo. Naam, kwa jina hili wetu, hiyo ndio inaokusudiwa hapa. Na hapa ndio tumalizia kuzungumzia zakatul hubub wathimar, tukitarajia kuwa biidhnillah taala tumeelewana katika kile tulichokizungumza insha Allah taala. Kesho biidhnillah taala, Allah akitupa uhai na uzima, nafikiri kesho itakuwa ni usiku wa Eid, sio? Kwa hivyo kutakuwa hakuna darasa, watu watajitayarisha kwa ajili ya Eid biidhnillah taala. Siku ya Eid ya pili ile watu wakianza kufunga sita ile, sisi tuendelee na darasa, tutaendelea hivi baada ya Isha mpaka tumalize sita, ama wasemaje? Mpaka tumalize sita, kisha tutarejea katika hali yetu ya kawaida ya durusi inshallah biidhnillah taala. Ama baada al-fajr tutaanza biidhnillah taala, ikiwa Jumatano ndio Eid, sio? Jumatatu inaokuja inshallah ndio tutaanza durus za baada al-fajr biidhnillah تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.